Jambo la 10, Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 10. Wewe ni shahidi wa kweli. Ndani yako wewe ni shahidi wa kweli. Na ninyi wote mwambie ndani yako wewe ni shahidi wa kweli. Tena Timotheo wa kwanza 4:10 neno la Mungu linasema, anasema, kwa maana twajitaabisha na kujitahidi
yote kutoka mbinguni. Ninaliita jina lako takatifu. Emmanuel, njoo uketi pamoja nasi. Keti pamoja na wanafunzi hao. Wataingia katika chumba cha mitihani kwenda kufanya mitihani yao ya mwisho. Na chuo hiki chenye utaratibu kinachomjua Mungu kimewapa ruhusa kufanya ibada ya maombi. Sasa ninawaweka mikononi mwako Yesu. Naomba uwapokee. Naomba kila mmoja umguse na kumbariki. Samehe na kutakasa dhambi na makosa yao ambayo kila mmoja anajua alichotenda katika safari yake ya imani. Waweke wakfu. Watamaliza hapa, watatumwa kwenda sehemu mbalimbali kwenda kusimamia shughuli ya ualimu katika shule mbalimbali. Ninaomba usiwapungukie. Ikiwa yuko mmoja mwenye mizaa, yuko mmoja mwenye dharau, yuko mmoja mwenye kejeli, ninaomba umkumbushe kufanya marekebisho ya tabia yake na mwenendo wake kwa njia ya neno lako. Atahubiriwa kwenye makanisa, atahubiriwa na jamii, atahubiriwa hata na wenda wazimu mpaka akae sawasawa. Na acha mapenzi yako yatimizwe kwa walimu wa chuo hiki. Naomba uwabariki. Bariki chuo hiki. Maana bado kuna walimu wengine hapa wanatayarisha. Na sisi kanisa lako tunaendelea kuwatayarisha. Na acha sasa mapenzi yako yatimizwe kwa kila mmoja. Nguvu zako zishuke kwa kila mmoja kama ulivyomwambia Yoshua ya kwamba sitakupungukia siku zote za maisha yako. Sitakupungukia. Naomba sasa damu yako ya thamani ishuke na kuwafunika na kuwatakasa kila mmoja kimweka wakfu. Mitihani yao watakayofanya, Bwana, ninaomba uwasaidie kujibu, kujieleza na hatimaye wapate utavishe sana. Juu watu wako watavishe. Sehemu zote ambapo tumefanya maombi, watoto wako umewabariki. Na hapa tena naomba Bwana uwasaidie, uwabariki waweze kufanya vizuri. Ndivyo tunavyoomba tukiamini na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nasemaje kwa hiyo mafupi? Hebu mtazame jirani yako, mwambie jirani
2024-2025 tuliokuwa wanachama waaminifu ndani ya jumuiya ya wanafunzi wa Kiadventista wa Sabato walioko vyuo vya kati na vyuo vikuu TUCASA katika chuo cha ualimu Tabora. Ndugu mgeni rasmi, risala hii imegawanyika katika sehemu kuu 7 ambazo ni: 1, utangulizi; 2, malengo na maono ya chama; 3, mafanikio ya chama; 4, changamoto za chama; 5, maombi; 6, shukrani; na 7, hitimisho. Utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, sawasawa na Zaburi 124 mstari wa kwanza, ni neno la kuwa kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, basi TUCASA na aseme sasa. Awali ya yote tunamshukuru Mungu kwa kuwa ni mwema na fadhili zake ni za milele, kwa namna ya ajabu mno alivyotupigania katika safari yetu ya masomo na kihuduma kwa muda wote tuliokaa hapa chuoni, na kutupatia kibali cha kukusanyika hapa leo tarehe 13 mwezi wa 4 2025. Ndugu mgeni rasmi, TUCASA chuo cha walimu Tabora kina jumla ya wanachama 42 wanaolelewa na mkufunzi wetu mlezi, Madam yetu mpendwa, Madam Valeria Mkama, kwa muda wa mwaka mmoja, akilea tawi hili tokea mwaka 2024 hadi leo mwaka 2025. Hakika taabu yake si bure katika Bwana. Ndugu mgeni rasmi, mbele yako ni wanachama wa tawi la TUCASA chuo cha walimu Tabora, mwaka wa 3 ngazi ya stashahada, yaani diploma, elimu ya sekondari, na mwaka wa 2 ngazi ya stashahada, yaani cheti, elimu ya msingi. Tunaohitimu leo, na hii ikiwa ni sherehe ya kuaga. Kipekee tunamshukuru sana Mungu kwa kuwa nasi katika safari yetu ya masomo kwa muda wa miaka 3 kwa ngazi ya diploma na wengine miaka 2 kwa ngazi ya cheti, kwani tulioanza tulikuwa wengi na mpaka kufikia sasa tunaohitimu ni 26. Hii ni kutokana na changamoto mbalimbali za kimaisha zilizopelekea kutokuwa nao leo hii. Hivyo ni kwa neema ya Mungu tu. Malengo ya chama. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni malengo tuliyojiwekea katika chama ili kufanya kazi ya Mungu kwa ufanisi na kumzalia matunda yanayodumu. Lengo la kwanza, kuhubiri Injili ya Yesu Kristo ndani ya chama na nje ya chama, pamoja na kufanya matendo ya huruma. Kununua vyombo vya muziki, kugawa vitabu mbalimbali na vijizuu, kutoa mafundisho ya roho ya unabii, kuongeza mfuko wa chama, na mwisho kurekodi au video angalau nyimbo 4 na video 1. Mafanikio ya chama. Ndugu mgeni rasmi, tunamshukuru sana Mungu na wanachama kwa ujumla kwa kufanikisha malengo tuliyojiwekea kama ifuatavyo. Tumefanikiwa kuhubiri Injili ya Yesu Kristo ndani ya chama na nje ya chama kwa kutumia njia ya uimbaji na mafundisho ya uinjilisti kupitia vipindi mbalimbali vya dini. Tumefanikiwa kununua vyombo vya muziki kwa gharama ya shilingi za Tanzania 450,000, spika 2 kwa shilingi 400,000 na maiki 2 kwa shilingi 50,000. Tumefanikiwa kugawa jumla ya vitabu na vijizuu 230. Tumefanikiwa kufanya matendo ya huruma kwa kugawa
Tumefanikiwa kutoa mafundisho ya roho ya unabii ambayo huwa yanatolewa mara 2 kwa wiki, Jumamosi na Jumanne, katika vipindi vya dini. Tumefanikiwa kuongoa roho 5 na kubatiza wanachama 23. Tumefanikiwa kuchongesha pichi 5 za nyimbo za kwaya. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, chama chetu kinakabiliwa na changamoto zifuatazo: uhaba wa vifaa vya kuendeshea ibada kama vile Biblia za chama, vitabu vya nyimbo za Kristo, pamoja na vitabu mbalimbali vya roho ya unabii ili kuleta ufanisi katika ibada, hasa tunapotembelewa na wageni. Uhaba wa baadhi ya vyombo vya muziki kama vile maiki 5 na power mixer 1. Kuwa na mfuko mdogo wa chama kutokana na kuwa na idadi ndogo ya wanachama, ambapo mfuko huo hutegemea kukuzwa na ada za wanachama. Na 5, mwitikio mdogo wa wanachama na kuleta barua zao za utambulisho na ushirika katika kanisa linalotolea hasa kwa waliobatizwa. Maombi. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na wageni waalikwa, tunaomba tusaidie kupata shilingi milioni 1 ili kufanikisha yafuatayo: 1. Ununuzi wa vyombo vya muziki kama ifuatavyo: power mixer 1 inayopatikana kwa kiasi cha shilingi 350,000, maiki 2 za waya zinazogharimu kiasi cha shilingi 100,000, maiki 2 za wireless zinazogharimu kiasi cha shilingi 150,000. 2. Kurekodi nyimbo 4 za audio ambazo zinagharimu kiasi cha shilingi 50,000 kwa kila wimbo mmoja. Kushuti wimbo mmoja wa video unaogharimu kiasi cha shilingi 1,200,000. Shukrani. Ndugu mgeni rasmi, tunamshukuru sana Mungu wa mbinguni kwa mbingu na nchi aliyetusaidia na kutupatia afya njema wote tukajumuika siku ya leo ya muhimu sana katika maisha yetu kwa matendo makuu aliyotutendea Mungu. Ndugu mgeni rasmi, tunakushukuru kwa kukubali wito wetu kuwa mgeni rasmi katika mahafali hii na kuacha shughuli zako ili kujumuika nasi. Mungu akubariki sana. Tunawashukuru wazazi na walezi waliotupatia malezi mema yaliyopelekea kuwa na maadili mema ya kumpendeza Mungu. Hivyo tunawaomba waendelee kuwa na moyo huo na kuwasaidia wenzetu wanaobaki. Pia tunalishukuru kanisa la Adventista Sabato Batu kwa kutulea na kutusaidia kwa michango mbalimbali kwa ajili ya huduma zetu. Tunawashukuru pia uongozi wa chuo kwa kuruhusu vipindi vya dini kufanyika kila siku na kutupatia ukumbi huu tuutumie kwa ajili ya sherehe hii, pia kushiriki pamoja nasi leo. Kipekee tunawashukuru wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, wazazi na walezi, pamoja na wanachuo wenzetu kushiriki pamoja nasi leo. Mwisho, tunawashukuru wanatukasa wote kwa kujitoa kwa hali na mali kufanikisha sherehe hii. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na wageni wote waalikwa, tunawashukuru sana kwa kujumuika nasi. Tunaomba mfikishe salamu zetu za upendo popote mwendapo, makanisani na katika familia zetu. Lakini mwenendo wetu na uwe kama inavyoipasa Injili ya Kristo, ili kila ukija na kutuona sisi au usipokuwapo, basi uyasikie mambo yetu kama tunasimama katika roho moja kwa moyo mmoja, tukishindania